Karibu kwenye Firehouse Stories. Kama hii ni mara yako ya kwanza kuwa hapa, kumbuka kupenda, kushiriki na muhimu zaidi, kujisajili kwenye channel. Hilo hunifanya niendelee na safari nyingi za kusisimua. Asante! Ni alasiri nzuri ya Jumamosi huko Makutano. Ni muda mfupi baada ya chakula cha mchana na Amani anakimbilia kumaliza kazi zake za alasiri kwa sababu leo ni siku muhimu sana. Unaona, kila mwaka wasichana wa kijiji huwa na mashindano ya kuruka kamba na leo ni fainali. Malaika, bingwa ambaye hajashindwa kwa miaka 4 iliyopita, ameazimia kulinda nafasi yake. Lakini Amani ameweka moyoni mwake kwamba mwaka huu ndiye atakayeshinda. Amani ametumia siku, wiki na miezi akijiandaa kwa wakati huu. Ameweka juhudi, muda na nguvu nyingi na anaamini kwamba safari hii atamshinda Malaika na kuwa bingwa. Amani, punguza haraka mwanangu. Lazima uchukue muda wako unapofanya usafi ili usikose chochote, alisema bibi kwa tabasamu la upole. Bibi, leo ni siku muhimu. Lazima niwahi uwanjani kwa mashindano ya kuruka kamba. Siwezi kuchelewa. Haraka haraka haina baraka, bibi alisema kwa sauti ya upole. Lakini Amani aliendelea kufanya mambo kwa haraka. Alisafisha vyombo upesi, akavikausha na kuviweka haraka kama mwizi anayekimbia kijijini. Akafagia sakafu lakini akaacha sehemu nyingi bila kusafishwa. Bibi, Amani aliita kwa furaha. Nimemaliza kazi zote. Tafadhali, naweza kwenda sasa? Mwanangu, najua umefurahi, lakini unahitaji kupunguza haraka. Kumbuka ninachokwambia kila mara. Haraka haraka haina baraka. Ndiyo bibi, najua. Lakini leo nitarudi nikiwa bingwa wa kijiji hiki. Sawa, unaweza kwenda. Lakini kabla bibi hajamaliza sentensi yake, Amani alikuwa tayari ametoka nje kwa haraka. Amani alikimbia kijijini kama mbwa aliyekuwa ameiba nyama. Aliruka mawe na kukwepa mashimo ardhini. Alikuwa ameazimia kufika wa kwanza. Akiwa anapumua kwa shida, alifika uwanjani na alikuwa wa kwanza kufika. Amani alitabasamu kwa fahari. Tayari alijihisi kama bingwa. Aliketi chini kupumzisha pumzi yake huku moyo wake ukidunda kwa kasi. Ghafla akahisi kiu. Uso wake ukabadilika. Alikuwa amesahau chupa yake ya maji. Na kama sauti ya kunong'ona, alisikia sauti ya bibi akilini mwake. Haraka haraka haina baraka. Ndiyo bibi, alisema kwa sauti ya chini. Najua, lakini leo ni siku muhimu. Baadaye washindani wengine na watazamaji wakaanza kufika. Hujambo Amani? Malaika aliita. Uko tayari kwa mshindi wa pili tena? Malaika, hata dola ya Kirumi ilianguka. Furahia muda wako wa mwisho kama bingwa. Ndiyo, Malaika alitabasamu. Lakini dola ya Kirumi ilitawala kwa karne nyingi. Amani alikunja uso. Kwa mara ya kwanza hakupata jibu. Mwamuzi alipuliza filimbi na kuwakaribisha wote. Alieleza sheria na kuwakumbusha wawe wenye heshima na wema. Mashindano yaanze. Kamba ilizunguka hewani kwa sauti ya whoosh, huku timu ya kwanza ikianza. Mmoja baada ya mwingine, wasichana waliruka kwa mpangilio, kwa utulivu, umakini na udhabiti. Amani aliwatazama kwa umakini. Hii ni rahisi, alijinong'oneza. Nimefanya hivi mara 100. Kisha kamuona Malaika. Malaika alisimama kimya, mtulivu. Akapindua mabega yake taratibu. Akavuta pumzi ndefu na kufumba macho kwa muda mfupi, alafu tap tap tap. Kamba yake iligonga chini kwa mpangilio mzuri. Si haraka, si kwa pupa, bali kwa kiwango kinachofaa. Kila mruko ulikuwa mwepesi na wenye udhibiti. Umati ukaanza kupiga makofi kwa mpangilio. Tap, tap, tap. Amani alikunja uso. Kwa nini anaenda polepole hivyo? Aliwaza. Atapoteza muda. Amani, mwamuzi aliita.
Akasogea mbele kwa kujiamini na kushika kamba yake. Umati ukawa kimya. Hata malaika aligeuka kumtazama. Amani akasimama tayari, hakusubiri. Kabla mwamuzi hajamaliza kusema tayari, Amani alikuwa tayari ameanza kuruka. Kwa kasi kupita kiasi. Kamba iligonga chini kwa mpangilio usio sawa. Tap, tap, tap. Miguu yake ikahangaika kuifuata. Punguza haraka, mtu mmoja alinong'ona. Lakini Amani hakuweza kusikia. Alitaka kuwavutia watu. Alitaka kushinda. Moyo wake ulikimbia kwa kasi, kupumua kwake kukawa kwa shida. Kamba ikagusa mguu wake. Akajikwaa, lakini akaendelea. Kwa kasi zaidi. Alafu, snap! Kamba ilinaswa kwenye kifundo cha mguu wake. Akaanguka. Mshangao mkubwa ukasikika uwanjani. Kimya kikafuata. Amani alibaki chini kwa muda, moyo wake ukidunda. Si kwa sababu ya uchovu, bali kwa sababu ya ukweli aliyoutambua. Ameanguka. Polepole akaketi. Mikono yake ilikuwa imejaa vumbi. Macho yake yakajaa machozi. Na kwa upole, kama upepo mwanana, akasikia tena sauti ya bibi. Haraka haraka, haina baraka. Kwa huzuni kubwa, Amani alikubali kwamba tena hajawa bingwa wa kuruka kamba. Alijikusanya. Akasimama polepole na kuanza kutembea huku kichwa chake kikiwa chini kwa huzuni na kuvunjika moyo. Mwamuzi akasogea mbele na kutangaza kuwa mashindano yamekwisha. Malaika akatangazwa kuwa bingwa kwa mara ya 5. Umati ukashangilia na kumpongeza. Kwa neema na majivuno kidogo, Malaika alipokea kombe lake. Watu wakaanza kuondoka polepole, lakini Amani aliendelea kukaa kwenye viti vya watazamaji huku kila kitu kilicho karibu naye kikionekana kuwa mbali kwa sababu alikuwa amezama katika mawazo. Kwa ujasiri mdogo uliobaki, alisimama na kuanza kutembea kurudi nyumbani. Tofauti kabisa na Amani alikuwa akikimbia kijijini masaa machache yaliyopita. Akiwa anavuta kamba yake chini, Amani alikuwa akiongea mwenyewe. Amani, alijiambia, ni sawa kufurahi, lakini furaha haipaswi kuwa sababu ya kutofanya jambo zuri. Malaika alishinda kwa sababu hakuharakisha. Haraka haraka, haina baraka. Safari hii hakubisha. Jioni hiyo akiwa nyumbani, Amani alinua ufagio. Safari hii akafagia polepole, kwa makini. Hakukosa sehemu hata moja. Bibi alitabasamu alipomtazama kimya kimya huku akikumbuka jinsi Amani alikuwa anakimbilia kazi zake mapema siku hiyo. Bibi, Amani alisema kwa sauti ya chini. Leo nimeelewa. Bibi akatikisa kichwa. Ndiyo mwanangu, baraka hutembea polepole. Bibi aliinuka taratibu kutoka kwenye kiti chake cha mbao, akamkaribia mjukuu wake na kumpapasa nywele kwa upole huku akinong'ona. Haraka haraka, haina baraka. Amani akatikisa kichwa huku akikumbuka huzuni ya siku hiyo kwenye mashindano. Akiwa na machozi machoni, alisema kwa bibi, haraka haraka, haina baraka. Bibi akamvuta Amani karibu na kumpa kumbatio la upendo.